Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kiongozi mpya Mojtaba Khamenei ametoa wito kwa Iran na kwa ulimwengu akisema, tutalinda uwezo wetu wa makombora na nyuklia sambamba na mlango wa bahari wa Hormuz. Hakuna ambaye ataweza kuvunja hilo, anasema kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mojtaba Khamenei, amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sasa italinda uwezo wake wa nyuklia na makombora kama rasilimali ya taifa licha ya juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuafikiwa kwa makubaliano kuhusu suala hilo. Kupitia taarifa iliyosoma kwenye televisheni ya kitaifa nchini Iran, kiongozi huyo alisema kuwa Wairan milioni 90 walioko ndani na nje ya nchi wanachukulia uwezo wote wa Iran kisayansi, kiviwanda, kiteknolojia na bioteknolojia hadi uwezo wa nyuklia na makombora kuwa rasilimali ya taifa, na tutazilinda kama tunavyolinda maji, ardhi na anga ya nchi yetu, alisema Khamenei. Kiongozi huyo mkuu wa Iran ameongezea kuwa mahala pekee ambapo Wamarekani wanapaswa kuwepo katika Ghuba ya Uajemi ni chini ya maji yake, huku mlango wa bahari Hormuz ukiendelea kudhibitiwa na Iran, na kutangaza kuwa usimamizi mpya wa mlango huo wa bahari utaleta utulivu na faida za kiuchumi nchini Iran na duniani kote. Khamenei amesema kuwa kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo hilo la Ghuba ndizo zinachangia ukosefu wa usalama katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, anasema Ayatullah Mojtaba Khamenei. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu pia anasema kwa sasa anaona Iran imepambazuka. Iran ina sura mpya na ina njia mpya za kistratejia, na njia ya maji ni njia muhimu kwa watu wa Iran na ulimwengu kwa ujumla. Iran itatekeleza sheria mpya za usimamizi katika mlango huo wa bahari kufuatia hujuma za hivi karibuni zinazofanywa na Marekani na Israel dhidi ya taifa lake. Ayatullah Khamenei amesema hayo katika ujumbe wake siku ya leo Alhamisi wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya Ghuba ya Uajemi. Tarehe 30 Aprili, Iran kila mwaka huadhimisha ushindi wake wa kihistoria wa mwaka 1622 dhidi ya uvamizi wa kikoloni katika ukanda wa pwani wa kusini mwa nchi hiyo. Maadhimisho ya mwaka huu yanakuja miezi miwili kamili baada ya Marekani na utawala wa Israel kuanzisha uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari. Ayatullah Mojtaba Khamenei ameitaja Ghuba ya Uajemi kuwa ni baraka isiyoweza kubadilishwa na kwa mataifa ya Kiislamu ya eneo hili, na kubainisha kwamba eneo hilo la maji na mlango wa bahari Hormuz vimeunda sehemu ya utambulisho wetu na ustaarabu wetu, na pamoja na kuwa ni kituo cha kuunganisha mataifa, huunda njia muhimu na ya kipekee kwa uchumi wa dunia. Mali hii ni ya kimkakati, imechochea uchoyo wa mashetani wengi katika karne zilizopita, na historia ya uchokozi wa mara kwa mara wa wageni wa Ulaya na Amerika, ukosefu wa usalama, uharibifu na vitisho vingi kwa nchi za eneo hilo ni sehemu tu ya njama za kutisha za mamlaka ya kiburi cha dunia dhidi ya wakazi wa eneo la Ghuba ya Uajemi. Mfano wa hivi karibuni, shetani wa Ghuba ya Uajemi aliongeza akizungumza juu ya uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 28 mwaka huu, ambapo mashambulizi hayo yalimuua baba yake, lakini pia yalimshambulia hata yeye mwenyewe, na hatimaye wakati huu akiongoza nchi, lakini akiwa katika hali ambayo si nzuri kiafya, na inadaiwa kwamba bado anaugulia maumivu yaliyotokana na mashambulizi ambayo yalimuua baba yake pamoja na ndugu zake wengine. Taifa la Iran likiwa na mwambao mrefu zaidi wa ardhi wa Ghuba ya Uajemi limefanya muhanga mkubwa zaidi kwa ajili ya uhuru wa Ghuba ya Uajemi na makabiliano na wageni na wavamizi, kutoka kwa kufukuzwa kwa Wareno na kukombolewa kwa mlango bahari wa Hormuz hadi mapambano dhidi ya ukoloni wa Uholanzi na ukoloni wa Uingereza dhidi ya taifa hilo. Amesisitiza kuwa mapinduzi ya Kiislamu yamekuwa kigeuko cha misimamo hii katika kung'oa mikono ya madola yenye kiburi kutoka katika eneo hilo la Ghuba ya Uajemi. Leo, miezi miwili baada ya msafara mkubwa zaidi wa kijeshi na uchokozi wa wavamizi wa ulimwengu katika eneo na kushindwa kwa fedheha kwa Amerika katika njama zake, sura mpya ya Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari Hormuz inafunguka, Ayatullah Al-Khamenei aliongeza. Sababu kuu ya ukosefu wa usalama nchini Marekani katika eneo hilo, kiongozi huyo amebainisha kuwa mataifa ya eneo hilo yalishuhudia kukesha kwa jeshi la wanamaji la Iran katika siku 60 zilizopita. Mataifa ya eneo la Ghuba ya Uajemi ambao kwa miaka mingi walikuwa wamezoea ukimya na utiifu wa watawala wao mbele ya wanyanyasaji na wavamizi, wameshuhudia kwa macho yao wenyewe katika siku 60 zilizopita maonyesho mazuri ya uimara, umakini na juhudi za watu mashujaa wa jeshi la majini la Iran, lakini pia na vijana wa jeshi la angani. Eneo la Iran
limelindwa la limekataa kutawaliwa na mataifa ya kigeni, alisema Mujtaba Khamenei. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.